Ilisikika sauti ya miguu mingi ikija kilipo kibanda. Mwanzo alidhani labda ni mawazo yake tu, lakini sauti hizo ziliongezeka. Moyo wake ukaanza kupiga kwa hofu. Kisha hafla, wanaume walisimama ndani ya kibanda hiko. Na sasa, katikati ya msitu wa Roma, chini ya jua kali la mchana, kijana maskini alikuwa mawindo yao. Kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Kijana maskini alikuwa akikimbia kwa kasi. Hawa hawakuwa simba, hawakuwa mizimu, wala viumbe waliowahi kusikia kuhusu hadithi zao. Hawa walikuwa nyoka wakubwa ambao hajawahi kukutana nao tangu kuzaliwa, wala kusikia hadithi kuwahusu. Kijana maskini aliongeza kasi zaidi, akipenya katikati ya miti, akijaribu kutafuta sehemu yenye shimo dogo jembamba ambalo miili mikubwa ya nyoka hao isingeweza kupita. Lakini msitu haukuwa na shimo lolote lile. Msitu wa Roma uligeuka kuwa uwanja wa mawindo, na kijana maskini alikuwa windo pekee. Raia wa Roma walikuwa wamekusanyika chini ya hekalu la mfalme Kaisari, wakiwa na hofu na mshangao. Kaisari alikuwa akizungumza kwa kujiamini, akiwa amesimama juu ya kibaraza cha kasri. Livia alikuwa amepiga magoti pembeni ya mfalme, uso wake ukiwa na huzuni na hofu. Titus, Livia yuko hapa. Tayari nimeshamtia mikononi mwangu, na amekwisha niambia kila kitu, kila mpango wako wa kuja Roma, kila ndoto yako kuhusu mtoto. Najua tayari uko kwenye mji huu, na najua unanisikia. Raia wa Roma walishikwa na kimya kizito, wakijiuliza ni nini kinaendelea kati ya mfalme na rafiki yake kipenzi. Kaisari aliendelea kutazama kwenye umati huo kwa umakini, macho yake yakizunguka kama mnyama anayenusa mawindo. Nitahesabu hadi 3, Titus, na kama hautojitokeza, shingo ya Livia itakuwa halali yangu. 1, 2, ninakuamuru wewe Kaisari, kabla sijamwaga damu yako, muache mwanamke wa maisha yangu haraka. Kabla Kaisari hajamaliza kuhesabu, sauti ilisikika. Sio nje, sio kwenye umati, ilitoka ndani ya kasri, kwenye sebule ya mfalme. Kaisari na jeshi lake kwa haraka waliingia ndani ya kasri, na hapo ndipo waliona kitu ambacho hakikuwahi kutokea kwenye historia ya Roma. Titus alikuwa ameketi kwenye kiti cha mfalme. Habari. Simulizi hii itaanza hivi karibuni. Usikose kutazama. Naume, Mungu anawaona. Titus alikuwa ameketi kwa utulivu, kana kwamba kiti hicho kilitengenezwa kwa ajili yake. Mfalme Julius Kaisari alipigwa na butwaa. Hakuna aliyewahi kuvunja ulinzi wa Roma na kuingia ndani ya nyumba ya mfalme bila kujulikana na kukamatwa. Sebule hiyo ambayo hakuna adui aliyewahi kuingia bila ruhusa, sasa ilikuwa imevamiwa. Haikuvamiwa kwa upanga, bali kwa ujasiri. Titus alimtazama mfalme kutabasamu laini.
wewe mwanaharamu, unathubutu kukalia kiti changu? Titus alimkatisha kwa kuinua mkono juu haraka, kana kwamba yeye alikuwa mfalme na Kaisari kibaraka wake. Kaisari, nilikuwa askari wako. Nilipigana vita zako. Nilimwaga damu kwa ajili ya kutengeneza jina lako. Nikakupa mafanikio uliyokuwa nayo leo. Lakini unataka kunilipa kwa kutaka kufuta jina langu. Kaisari, nyumba yako inalindwa na maelfu ya majeshi. Lakini leo nimeingia ndani ya nyumba yako nikiwa sijashika upanga wala silaha yoyote ile, na nimekaa kwenye kiti chako cha ufalme, na sijaishia kukaa tu, nimevaa kofia yako tukufu. Je, unajua maana yake? Kaisari alibaki kimya akimtazama Titus, lakini akiwa na hamu ya kujua ni nini mwanaume huyu wa vita anamaanisha. Titus aliendelea kumtazama Kaisari kwa tabasamu laini, kisha akasema, hii inamaanisha hofu iliyoko kwenye moyo wako ni kubwa kuliko majeshi yanayokulinda. Kaisari alitetemeka kwa hasira. Kamateni! Lakini Titus aliendelea kutulia, akimtazama Kaisari kwa kujiamini. Kijana maskini aliendelea kukimbia kwa kasi, lakini nyoka wa dhahabu hakukata tamaa. Lakini ghafla aliteleza na kuanguka kwenye matope mazito. Kila alipojaribu kujinasua kwenye tope hilo, ndivyo alivyozidi kuzama. Sauti za nyoka wa dhahabu zilisikika zikija eneo hilo kwa kasi. Kijana maskini aliogelea na kujinasua kwenye tope hilo. Alitambaa na kuegemea mtu ulioko pembeni, lakini kabla hajafikiria kufanya chochote kile, nyoka wa dhahabu alikuwa amefika eneo hilo. Ndani ya chumba cha Kaisari kulijazwa na hewa ya dhambi. Kuta zilikuwa zimepambwa kwa dhahabu na mapambo ya kifalme, lakini ndani yake kulikuwa na giza, giza la mateso. Titus alikuwa amefungwa mikono na miguu yake kwa minyororo mizito. Mgongo wake ulikuwa umejaa alama za viboko. Damu ilikuwa imekauka juu ya ngozi yake. Pumzi yake ilikuwa nzito, si kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu ya maumivu. Sasa alikata tamaa ya kujiokoa yeye na kizazi chake. Aligeuza mgongo wake asione kinachoendelea nyuma. Nyuma yake kulikuwa na kitanda kikubwa cha mfalme kilichogeuka kwa ushahidi wa ukatili. Tayari Kaisari alikishambaka Livia mara kadhaa mbele ya Titus, na alipanga atakuwa akifanya hivyo usiku na mchana hadi ile siku atakayowaua wote. Kaisari alisimama mbele ya Livia akimtazama kwa dharau. Livia alikuwa amekaa kitandani, mwili wake ukiwa umechoka, uso wake umejaa machozi. Alikuwa ameumizwa. Kisha mfalme Julius Kaisari alitembea na kwenda kusimama mbele ya Titus akimtazama kwa dharau.
Titus, hata kama uligeuza mgongo wako ili usione kilichokuwa kinaendelea, lakini bila shaka umehisi kila hatua yangu ya kumuingilia Livia. Na kwa hakika Titus, safari hii umeingia kwenye choo cha kike. Sitokuwa mapema. Nataka upate maumivu ya roho na moyo wako taratibu. Hivyo utaishi hadi siku ya sherehe ya kukata nywele za Silena. Ndiyo, nitakuwa wewe na kizazi chako. Nimefanya hivi kwa sababu nataka ushuhudie nikivikwa cheo cha mfalme asiyekufa, ili uende ukamhadithie Nero kuzimu kuwa hatimaye nimetimiza lengo langu. Punde Livia alianza kuongea kwa uchungu huku akilia. Titus, kwa kile alichonifanyia natamani kufa. Titus, moyo wangu unaniuma sana. Titus, mume wangu, tafadhali fanya kitu. Fanya kitu, muue huyu mwanaume shetani. Titus, wewe ni mwanaume wa vita. Najua hakuna kitu kitakachokushinda. Tafadhali fanya chochote kile ili umuue huyu shetani. Titus hakujibu. Alikuwa ameinamisha kichwa chake chini. Sio kwamba kuwa na upendo au wa kumsikia Livia, bali alijua hakuna namna, hakuna njia, hakuna ujanja wala uchawi utakaoweza kumfanya ajiokoe yeye na familia yake. Kaisari alimtazama Titus huku akicheka taratibu. Nimefurahi sana kumuona mwanaume wa vita akiwa dhaifu. Lakini huoni aibu Titus kuonesha udhaifu mbele ya mkeo? Unaniaibisha sana. Wanaume wa Roma sikuwafundisha kuwa dhaifu. Nimewafunza kupambana. Sasa hebu jaribu kumsikiliza mkeo. Ujifungue hiyo minyororo. Mimi Kaisari niko hapa mbele yako. Nishike Titus. Uinyonge shingo yangu kwa hasira hadi nife. Kaisari aliendelea kucheka kwa dharau huku akimtazama Titus. Titus, uliniambia hofu yangu ni kubwa kuliko jeshi langu. Sasa nani kati yetu ana hofu? Ni mimi au wewe? Habari. Simulizi hii itaanza hivi karibuni. Usikose kutazama. Naume, Mungu anawaona. Chini ya bahari katika himaya ya Zilinda, palipokuwa ni ufalme wa furaha na muziki wa chereko, sasa kulikuwa na giza na muziki wa huzuni. Majumba yao ya dhahabu yaliyokuwa kimetameta chini ya mwanga wa kina kirefu cha bahari, sasa ilikuwa mali ya ufalme wa nguva vipara. Nguva vipara walikuwa wakifurahia maisha yao mapya yaliyotokana na ushindi wao wa vita, na tayari Mwali alikushaumba nguva vipara wanawake ili jamii hiyo izidi kuzaana. Mwali alikuwa na furaha kwa kukamilisha ndoto yake ya kuwa mungu wa bahari, lakini ilibaki ndoto moja tu kuitimiza: ndoa.
kuwa hakuwahi kufurahia maisha ya kimapenzi. Miaka yote alikuwa kwenye mapambano ya kuhakikisha na kuwa Mungu. Na sasa aliona muda umefika na tayari alikushapata mpenzi. Kwenye akili ya Mwale alikuwa akiona sherehe kubwa zaidi ambayo haijawahi kufanyika chini ya bahari. Wakati Mwale akifurahia muziki na kujiona amemaliza kila kitu, bahari ilibaki kimya isivyo kawaida, kuona kama ndoa hiyo itafanikiwa na ufalme wa Mwale utadumu milele. Kijana maskini hakuwa tena na nafasi ya kukimbia wala kusogea. Aliyafumba macho yake kwa hofu, maana nyoka hao walikuwa wakimtazama macho kwa uso. Kijana maskini alikuwa akisubiri kumezwa na nyoka hao. Mwisho wangu umefika, aliwaza kijana maskini. Lakini nyoka hao hawakumuona kijana maskini. Macho yao hayakuweza kuona kitu cheusi kilichoegemea mti, na pua zao hazikuweza kunusa harufu ya binadamu. Tope lililovaa mwili wa kijana maskini lilikuwa limeficha kila kitu: mwili wa binadamu, harufu ya damu. Nyoka hao waliendelea kuzunguka eneo hilo kwa dakika kadhaa, lakini hawakumuona kijana maskini. Kwa hasira wakaanza kuondoka eneo hilo. Kijana maskini alishusha pumzi ndefu ya uhai, machozi ya furaha yakimtiririka taratibu. Kijana maskini alikuwa amechoka kupita kiasi. Tope lilikuwa bado halijakauka juu ya ngozi yake. Miguu yake ilikuwa mizito kwa sababu ya uchovu. Mwili mzima ulikuwa ukimuuma, lakini moyo wake ulikuwa umejaa sababu ya kusonga mbele. Na sababu hiyo ilikuwa ni moja tu: Selena. Kijana maskini aliendelea kutembea kwa uchovu kuelekea ndani zaidi ya msitu wa Loma lilipo pango la Dragon. Mahala alipojificha wa mtu. Halt! Don't let it escape! Get it now! Alipanda mlima mmoja mrefu kupita kiasi, mlima ambao wengi waliojaribu kuupanda waliishia njiani kwa uchovu, na wale ambao walikuwa na afya dhaifu walikufa hata kabla hawajafika robo ya mlima. Lakini kijana maskini, licha ya uchovu aliokuwa nao, hakukubali kushindwa. Baada ya kutembea kwa masaa mengi, hatimaye usiku uliingia. Alifika sehemu ambayo hakukuwa na poli, hakukuwa na unyevu wa msitu. Mbele yake kulikuwa na uwanja mpana wa ardhi. Kijana maskini alipotazama ardhi hiyo, aliishiwa na nguvu kabisa. Ardhi yote ilikuwa imejaa moto uliokuwa unawaka polepole bila kuzimika. Huu haukuwa moto wa volkano. Hii ilikuwa kazi ya mtu. Waka! Ili binadamu yoyote asiweze kunifikia. Habari. Huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.